Sasa linamtaka Inspector Generali wa polisi Douglas Kanja kujiuzulu kwa madai ya kushindwa kuyadhibiti magenge ya wahalifu. Na kama anavyotuarifu mwanahabari wetu Samira Mohamed, ni kwamba Spika wa Bunge la Kitaifa Moses Masika Wetangula kwa upande wake ametoa onyo kali kwa magenge ya wahalifu na wauni humu nchini, akiitaka idara ya polisi kuwajibika. Licha ya watu watatu wanaodaiwa kuhusika na shambulio dhidi ya seneta wa Vihiga Godfrey Otsotsi kufikishwa mahakamani, ukweli unabaki gizani, huku wahuni wanaohusishwa na wimbi la vurugu zinazoshuhudiwa nchini Kenya wakiwa bado hawajulikani. Kila uvamizi wa mali, kila shambulio katika ibada makanisani na kila tukio la kushambuliwa kwa watu binafsi kuna wafadhili, wasimamizi na watekelezaji wa moja kwa moja. Yakiwa na silaha butu, magenge haya sasa yanadaiwa kutoa ulinzi kwa viongozi, huku wakitishia upinzani kama ishara ya nguvu yao. Swali kuu likiwa ni nani anaamuru mashambulio kama hayo kufanyika. Sasa imeanza. Kila mwanasiasa ako na milisha yake. Kila mwanasiasa ako na vijana na mipini na marungu na njora. Wakienda kwa matanga hata hawajui nani amekufa, wanasimama tu hapo kupiga kelele. Mnamo Jumatano, seneta Otsotsi alishambuliwa mchana peupe katika kituo cha biashara mjini Kisumu. Tukio lililonaswa na kamera za CCTV na kushuhudiwa na wengi. Na kufuatia hayo, shirika la kutetea haki za binadamu nchini KHRC imekemea vikali ongezeko la visa vya wahuni nchini, huku ikimtaka Inspector Generali wa polisi Douglas Kanja kujiuzulu kwa madai ya kushindwa kuyadhibiti magenge hayo. Kulingana na KHRC, kushambuliwa kwa seneta Otsotsi na wahuni jijini Kisumu na tukio la Jumamosi asubuhi katika eneo la Kikuyu, kaunti ya Kiambu, limeashiria peupe kuwa magenge ya wahalifu yanazidi kuongezeka na polisi kuonekana kushindwa kudhibiti wahuni hao. Haya yanajiri huku viongozi wa kidini wakijitokeza na kulaani vikali magenge ya wahalifu nchini, huku wakiomba serikali kuchukua hatua kali dhidi ya wanasiasa wanaofadhili au kufaidika na magenge hayo. Tunaona hali ya nchi vile ilivyo. Kuna watu ambao umaarufu wao wanaoupata ni wao kuhakikisha kwamba amani wamevuruga, na labda kwa kiasi fulani uongozi ambao wanautaka ni kuhakikisha kwamba wamevuruga amani ndipo waweze kufaidika kwa utovu wa amani. Samira Mohamed, runinga ya TV 47, Nairobi.